ya Kirumba. Mbunge wa jimbo la Ilemela anakabidhi zawadi kwa mchezaji bora wa mchezo wa leo Davis kutoka timu ya Kirumba. Yes. Ngoja ukote. Unajisikiaje Davis? Ngoja kwanza achukue hela. Achana mambo ya kuja achukue hela. Ukota chukue hela. Yes, Mheshimiwa mbunge anatoa zawadi kwa man of the match wa mchezo wa leo kiasi cha shilingi 50 pamoja na t-shirt moja. Unajisikiaje baada ya kuwa umeteuliwa kuwa ni miongoni mwa mchezaji wa leo? Karibu. Asante. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu, tumecheza vizuri, tumefuata maelekezo ya mwalimu, tumeweza kushinda. Kwa hiyo tumecheza vizuri, nimekuwa mchezaji bora lakini nimefuata maelekezo ya mwalimu. Yes, unazungumziaje mbunge wa jimbo la Ilemela kwa zawadi ambayo ameitoa kwako? Mbunge yuko vizuri, anajitolea, anawapenda watu wake, yuko vizuri kwenye michezo. Kwa hiyo tunampenda sana, aendelee kufanya hivi anavyoendelea kufanya. Tunampenda sana. Neno gani la mwisho unatoa kwa mbunge? Neno la mwisho naloomba wananchi waendelee tu kuja hapa kuwa wengi kwa sababu mashindano ni mazuri, watu wanaenjoy. Hivyo tu. Leo Kirumba mmeshinda. Mmejiandaaje sasa na mechi ijayo? Mwanzo huu ndo tumejiandaa vizuri. Mechi ijayo inayokuja tutacheza vizuri pia, tunahitaji kushinda mechi zote. Bado hatujafuzu, kundi bado ni gumu. Kwa hiyo tunahitaji tushinde mechi zote. Yes. Asante. Huyu alikuwa ni mchezaji bora ambaye ametokana na mchezo wa leo baina ya timu ya Kirumba. Baada ya hapo sasa tunaomba kocha wa timu ya Kirumba pamoja na kocha wa timu ya Ibungilo ili nao waweze kuzungumza. Kocha wa timu ya Ibungilo au kaingia mitini. Kocha wa timu ya Ibungilo pamoja na kocha wa timu ya Kirumba. Yes, unaweza kaenda. Kocha wa timu ya Kirumba. Yes. Kocha wa timu ya Kirumba tayari kashafika. Kocha wa timu ya Ibungilo, tafadhali tunakuomba uweze kurejea. Haya, tunakwenda kuzungumza. Kocha wa timu ya Kirumba, leo wewe umeibuka ushindi. Umeuonaje mchezo wa leo? Kwanza kwa majina naitwa Adam Kasisi, ni kocha wa timu ya kata ya Kirumba. Kwanza awali yote tumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kupata matokeo, kwa sababu hii ligi ni ngumu tofauti na ligi ambazo tumekwisha pita. Kwa hiyo ligi ni ngumu sana. Kwa hiyo ni mapambano ambayo yanahitaji ubunifu mkubwa. Kwa hiyo sisi tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuweza kushinda mchezo wa pili. Asante. Umejiandaje na mechi ijayo, manake leo wewe umeshinda? Bado ni mapema kusema kwamba nimepita. Ninajiandaa kuhakikisha mechi ijayo unapata matokeo mazuri ili niweze kufuzu. Lakini pia namshukuru Mheshimiwa mbunge William Kafiti kwa sababu ni mbunge aliyejitolea kwenye haya mashindano. Zawadi iliyowekwa ndio inasababisha kunakuwa na ugumu sana wa mashindano hayo. Lakini kipindi cha nyuma watu walikuwa wanaona kama ni mashindano ya kawaida. Na nikuhakikishie siku zinavyozidi kwenda ndio utaona mashindano yanakuwa magumu zaidi. Hapa tuko kwenye hatua ya awali, lakini mbele kutakuwa na mashindano makubwa zaidi, na wananchi wategemee kupata burudani nzuri ambayo imeandaliwa na Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ilemela kupitia Chama cha Mapinduzi CCM. Umesema zawadi. Kwa nini zawadi kiasi gani ambacho Mheshimiwa mbunge wa jimbo la Ilemela ameweka? Waambie wananchi. Mbunge wa jimbo la Ilemela Kafiti William Kafiti ametoa milioni 5 kwa mshindi wa kwanza, lakini pia atapata fursa ya kwenda mjengoni pale Dodoma kuweza kuzuru kwenye bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hiyo ni fursa kubwa sana, ndio maana tunapambana tupate hiyo fursa. Kwa hiyo timu zote zinazopambana ni kupata fursa hiyo. Kwa hiyo mimi nikuhakikishie sisi tutapambana na timu zote pia, lakini zitapambana. Yote kwa yote tumwachie Mwenyezi Mungu kwa hatua inayofuata. Ushauri wako kwa mbunge wa jimbo la Ilemela? Mimi kwanza kabla ya ushauri nimpongeze kwa sababu ni miezi 6 toka ingie madarakani. Kuna kitu amekionyesha. Unajua ukiingia mapema hivi na kwa hali iliyokuepo na akaanzisha kitu kama hichi, kwa kweli lazima tumshukuru na tumpe pongezi. Wananchi tu wamuunge mkono kwa sababu tayari ndio mbunge wetu ndani ya miaka 5 na uhakika miaka inayofuata inawezekana zawadi ikawa kubwa zaidi ya hii. Kwa hiyo na mimi ni muombe Mheshimiwa mbunge miaka inayokuja aendelee kuboresha, aendelee kubusi. Kwa kweli atakuwa amefanya jambo zuri sana. Mimi nampongeza na namshukuru, namtakia kila la heri katika utendaji wake wa kazi huko mjengoni. Hawasemee wananchi pia. Hapa tuko kwenye michezo, lakini atusemee huko tulipo ili wananchi waweze kuendelea kupata
fursa za kimichezo na mambo mengine ya kijamii.